Salamu alaikum jamia. Tukikutana kwenye majambo kama haya, waje huwa tunasalimiana. Na wasalimia wanawake wote, wanawake na ngai wanaweza kulipa madeni yao kwa wakati. Leo nimekuja na jambo jipya, MC wenu, anti yenu, anti Sham. Ukipenda malizia anti Champagne. Nimekuja kuongea na wanawake ambao wenye mikono kwenye misiba. Jamani wanawake, tupunguzeni wizi. Kwanza mwanamke hapendezeshwi na wizi. Mtoto wa kike apendezi kuwa mwizi, kuwa mdokozi. Sifa hizo hazimpendezi mtu, lakini kidogo mtoto wa kiume. Sio sisi wanawake. Utakuta mtu mwenzio kafiwa. Kama ni ndugu yako, jirani yako, rafiki yako, basi mwenzako katoa chumba chake kimoja kile, kwa sababu watu inabidi mje mfikie pale, mje mkae. Mpate kumliwaza, kumfuta majozi. Dada watu tena kama kaeka pale vitu vyake, kama kaeka vipochi, kama kaeka sijui nini, korokolo kama ni vipete, vicheni, vizahabu, kavieka. Ukifia bwana huwezi kukumbuka. Vitu vyangu nivifiche, yani ukishafua msiba huwezi kukumbuka. Basi wale watu wanaokuja, jirani yako, rafiki yako, atoe vile vitu, avieke kuhifadhia. Bwana ndugu yangu, kwa sababu ameshachanganyikiwa muda huo na msiba. Lakini utakuta mtoto wa kike mwingine pale pale anaona alokufa kufahana. Mwenzake kachanganyikiwa, yeye kachukua cheni pepe kwenye meza kavuta katia. Mwenzake kachanganyikiwa, akiona henga imejaa henga ya mwenzie, ya mfiwa. Basi anatungua vile viatu vyepesi, akaona kudadeki. Nimemwambia Muha hajaletea viatu nimeviona msibani hapa kwa ubindani, kavichukua anaviweka. Analia mwenzako mpaka anakuja kumaliza msiba, 7 inaisha, anatafuta vitu hana. Yaani kazika mtu, kazika na vitu. Kweli. Hata jitahidi kuuliza, kwenda kumuuliza mtu unaona aibu. Utamuulizaje na wewe watu wamekukimbilia, utaona mtu mbona kapambana, hata kama ukiambua mbona wale walikuwa nakupa pole ndio walikuwa wamebeba vile vitu. Utashindwa kwenda kumwambia ndugu yangu wewe umenichukulia vitu. Utashindwa, utaona hata kumbe fadhila huna. Mimi si nimekuja kukubembeleza, nimekuja kukutoa majozi, tulikuwa wote na kusaidia kazi na karibisha habari na kusaidia mikazi mpaka msiba wako nimeusimamia mpaka unamaliza msiba. Leo hiyo ndio kumwambia ndio kama hilo, mwenyewe utaona short. Lazima utaona kwa mtu uzima tu utaona hivi baya. Unakaa siku ya kwanza unauliza, jamani mimi toka msiba umetokea, vitu vyangu sivioni. Yule rafiki yako ndani kwambia, hata sijui sio viko wapi, kuna mtu kani nimeona navyo, kuna mtu kani nimeona navyo. Yaani kama huyo mtu unamkumbuka, mwambie tu aniletee, usijali nitakuletea. Unamkuta mwenzako kimya. Hata 40 hajafika unamkuta mwenzako tayari, kama ni dela alichukua kavaa yuko nalo, kama ni kiatu anacho, kama ni pochi analo, utamkuta na vicheni. Jamani hivi vitu mbona si kama vyangu? Vitu viko hivi. Au vijui? Vitu sio kweli. Mtu na chake mtu anakijua. Tujitahidi wanawake, tusiwe tunaumizana, wanawake tupunguzeni mikono. Na mwanamke kwa mwizi dakika moja tu mtu unapigwa, unaumizwa. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume ndio inamfaa hiyo kazi, lakini sawa haifai kwa binadamu wote, lakini mtoto wa kiume ndio kazi yake, sio mwanamke. Mwanamke kaumbwa stara, mwanamke kaumbwa adabu, mwanamke kaumbwa hekima na heshima, ukiogopa kitu cha mtu. Lakini sisi wanawake hatuogopi kitu cha mtu. Kwenye misiba tunaenda tunaliza. Tunaenda misikitini kwenye madua kwa mashehe, unakuta mwanamke anabeba viatu. Viatu vyenyewe kiangalia ni vya bukujero, vya buku, ukienda masokoni huko unapata. Lakini mtu hatana una soko, ngoja nibebe viatu. Unakuta kinguo cha mwenzio basi kimekaa, au unaenda na mwazima imeenda. Maana kuna wizi mwingine wa kuaminika. Kuna wizi wa kudokoa, kuna wizi mwingine wa kuaminika. Unaenda unamuomba mwenzio, naomba baba nisaidie nguo yako fulani nimeipenda. Hamna shida. Unachukua nguo, unampa. Basi naomba nguo yangu. Naomba nguo yangu, utafuta ugomvi. Wanawake tupunguzeni. Hayo mambo hayatufai. Mwanamke haumnogi wizi. Mwanamke haumpendezi wizi. Itafika tu wa wizi unakukaa rohoni, utaenda hadi ukweni. Wakwenzako wana misiba, kumbe ujui uko ukweni wamekuchomekea makamera. Wewe tena unanyata kukuta visukari mama kwenye msiba, unaona watu wamechanganyika na misiba, unafika unabeba visukari unatia. Ujua mgonjwa kufanyia matanga. Semo cha watu. Unabeba vitu. Unakumbuka nyumbani kwako. Na wakati una mume wako na mnaweza kupambana sukari 750 tu, ile itakushinda kwa kufanya hila. Na imshindi mtu, hiyo ni hila mbovu. Kwa nini kwanza utamani vitu vya mtu? Usipambane mwenyewe mtoto wa kike. Ndio maana tunaamua tufanye kazi, tufanye mabiashara kupambana, na utakuja mwisho wa siku unaenda kudhalilika, unadhalilika kwenye watu. Ile tabia ikishakukaa rohoni, wewe ujui wala ukumbuki kama hapa hicho ninachokifanya mbele za watu. Yaani wewe unaona kama unafanya uko mwenyewe peke yako.
kumbe unadhalilika. Unafika ukiruhusiwa tu basi nenda kachukue. Tena unajisherehesha sana, unajikuta mtu wa vikazi, mara unaona nini? Tena wewe ndio unafukuza watu, kumbe wewe ndio kibaka mwenyewe. Ikichumba ingie mtu, huko kwa mfiwa, ikichumba cha mfiwa ingie mtu. Ukiingia wewe mama kwenye makabati, kwenye mapochi kote, unasikia watu misibani wanalia, jamani simu yangu. Jamani nilikuwa na hiki hapa kile. Kumganda mtu moja kwa moja umechukua mpaka mtu ana ushahidi ya kuone. Lakini unafanya wizi wa kuvizia. Unapata laana kwa watu. Watu watakulaani. Kwa nini uibe misibani? Kwa nini ndara zikutoe roho kwenye msiba? Kwa nini kitu cha mtu utakachokiona mbele ya mfiwa wewe unashindwa kwenda kujali ule msiba? Jamani, kwenye misiba fateni kuzika, msifate kuiba. Watoto wa kike, fanyeni ibada iliyowapelekeni kwa Mwenyezi Mungu, ila msifanye kitu kingine tofauti na kile kilichowapeleka. Unamrudisha mwenzio kimaisha. Hivi mwenzio atakuja pale aende kujipange muda gani kama kafiwa na mzazi wake, kama kafiwa na dada yake au kaka yake? Kweli jamani? Tusiwe hivyo.